sauti ya amani. Amani sio neno tu, lakini ni tabia. Kwa sababu mchango wa kila mtu ni muhimu ili amani irudi jimboni kwetu. Karibu kufuata sauti ya amani. Kwa dakika 15 tunapanda milima na tunafika katika miji za Kivu ya Kaskazini ili kuwapa neno wanaotia vilalo mahali mizozo imeweka mipaka. Hapa ni sauti ya umoja na amani. Sauti ya amani ni kipindi ya UNPC Nord Kivu ikisaidiwa na Direction du Développement et de la Coopération DDC Suisse. Kwa pamoja tuimarishe sauti ya amani ya kudumu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Ninataka amani, nataka umoja, ninataka furaha, nataka shikamano. Wapendwa wasikilizaji, ni furaha tena kwetu kukutana nanyi kwa siku ya leo. Hii ni muda yenu ya kufata idhaa yetu ya Kiswahili ya amani ya kila mwisho wa mwezi. Kama kawaida, sauti ya amani inaanza na vichwa vya habari. Uwekaji wa visima vya maji vinavyotumia nishati ya jua katika manispaa ya Oicha, wilaya ya Beni, ni moja kati ya mambo yanayochangia watu wa makundi mbalimbali kuishi kwa amani. Hii ni kulingana na ushuhuda wa wakaaji wengi wa eneo hili la Beni. Sauti ya amani. Ziara ya hivi karibuni ya Papa wa Roma barani Afrika imerudisha matumaini kwa Wakristo wengi. Kwa wale tuliowasiliana nao, ujumbe wa amani wa Papa Leo 14 ulikuwa wa muhimu sana, hasa kwa upande wa mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sauti ya amani. Kama mwaliko wa wiki hii tunampokea Profesa Kamate Mbuiro Rigobert, mwalimu wa sayansi ya habari na mawasiliano katika shule za juu mbalimbali. Atazungumzia uzoefu na mchango wa redio za karibu, yaani redio za kijamii katika kuleta amani mjini na wilaya ya Beni. Msomaji wako ni mimi Faraja Kato. Karibu tena kwa usikivu mwema kwa wote. Sauti ya amani. Sauti ya amani. Sauti ya amani. Inawezekana amani irudi mjini Beni, hasa na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Hii ni imani ya Wakristo wengi wa Kikatoliki wanaohimiza watu kutumia vizuri ujumbe uliotolewa na Papa wa Roma Leo 14 wakati wa ziara yake ya hivi karibuni barani Afrika. Wanasema kuwa kuishi pamoja kwa amani kunategemea ushirikiano kati ya wananchi na viongozi wa eneo. Trésor Malu anatueleza zaidi. Tulipokutana nao pabeni, Wakristo hawa wa Kikatolika walionekana kuwa imara kwa imani yao, wakihakikisha kama ujumbe wa Papa una uwezo wa kupelekea kwa amani unaodumu ulimwenguni. Angelipashwa tu kuita inji kwa umoja, na umoja huu unamaanisha amani. Hatuwezi enda mbali na ujumbe wa Kristo kwa Baba yake unaosomeka katika Yohani 17 mstari wa 21, unasema tuwe wamoja. Ni furaha kwetu kuona wenye maoni wa kikanisa kuzihusisha kwa masuala za amani barani Afrika. Akirudi kwa ujumbe wa Papa unaolenga kuishi kwa pamoja na kwa amani ulimwenguni, Padri Michel Muliangasu amewaomba viongozi na wakaaji wa muji wa Beni kujihusisha katika ujenzi wa amani eneo hili. Katika yote, katika tendo yetu yote, maneno yetu yote, munapasha kuwa alama ya amani, alama ya amani. Na kwa hiyo tukiishi hayo, hata wafanya biashara, hata watembeza pikipiki, hata washoferi, walimu, kila mmoja wetu akifikiria matendo yake, ama kisha kutenda tendo fulani anaangalia nyuma ya ile tendo, eske kweli kuna amani, kuna alama ya amani. Wale ambao watakuja, ambao watapita nyuma yangu hapa, katika hiyo tendo wanaweza ona kweli alama ya amani, na mimi kwamba amani itarudi. Kwa siku 10 Papa Leon wa 14 alitembelea nchi zifuatazo akileta ujumbe wa amani: Algeria, Cameroon, Angola na Guinea Equatorial, alikomalizia safari yake tarehe 23 mwezi huu na mwaka huu. Katika mji wa Beni, watu wengi wakiwemo vijana waliokimbia vita mbalimbali wamefanikiwa kujiingiza katika maisha ya kawaida kupitia biashara ndogo ndogo. Wakati wakisubiri hali ya amani irejee katika eneo yao ya zamani,
Wale tuliowasiliana nao wanasema wamepokelewa vizuri na wakaaji wa zamani. Maki Baraka anatueleza taarifa zaidi. Benedikte Murabazi aliyekimbia vita ya M23 kutoka mji wa Goma alipokelewa kwa urahisi na waliopiga picha. Nilikuwa naishi Goma, nilikuwa ninafanya kazi ya kupiga picha, na niyo kazi ambayo naendelesha tena wakati nimefika Beni kutimiza mahitaji zangu ambazo ninazo kwa siku hizi. Kwa kweli mimi nilikuwa na hiyo bahati kupokelewa kwa sababu nilikuwa nikizungumza na wenzangu wapiga picha ambao wanaishi ndani ya mji wa Beni. Ndio kwa sababu wakati nilifika Beni ilikuwa rahisi kwangu kukutanana na hao watu, na ni wao ndio walikuwa wakinipeleka nafasi ambako ninaweza kutumika pia ili nipate kupata hata pesa kidogo. Kwa upande wake, Solange Kavira alitoka katika wilaya ya Beni kwa sababu ya mashambulizi ya mara kwa mara ya ADF, na leo amefanikiwa kujiendelesha kimaisha kupitia biashara yake ndogo ndogo ya kupiga chai na kuzisha kwenye duka. Nilienda niko na uliza nikapata mama moya akasema peko na kazi ya kutumika vile, akanipatiaka akasema nikuwe na muzishia manguo. Wakati niliegoje vile na niko na muzishia manguo vile nimezoea. Ni muhimu kusema kwamba mji wa Beni umekuwa mji wa ukarimu unaosaidia wakimbizi wengi kuwa na uvumilivu na kuishi vizuri na wenyeji. Zamani kurejea kwa watu waliokuwa mateka wa ADF MTM haikukuwa naonekana vizuri na baadhi ya wananchi. Lakini leo hali hii inaanza kueleweka na kukubalika polepole. Hii ni kutokana na kampeni mbalimbali za uhamasisho zilizofanywa na jeshi la taifa pamoja na washirika wake wakisaidiwa na shirika la raia. Christian Ingilima anatueleza zaidi. Kisha miaka chache kurejeshwa kwenye familia yake, dada aliyeshikwa na waasi wa ADF MTM anasema ya kwamba anaishi vizuri kwenye familia yake. Akijieleza kwenye mikrofoni yetu bila kutaja majina, dada huyo anasema ya kwamba anaweza tena kujiunga na jamii yake, pia kutumika kazi zake kwa salama. Kwa sasa ninaishi vizuri na community. Mbele mambo de family kwa naogopa, watu walikuwa naogopa, lakini kwa sasa kila kitu naenda vizuri, tunaelewana na kazi zangu niko nafanya ziko zinaendeka. Ndio communication vraiment iko naenda mzuri sana. Akiulizwa, mkaaji mmoja wa mji wa Beni anasema ya kwamba matunzo ya kwanza kwa mtu aliyetekwa nyara ni kumkaribisha, kwani alibebwa na sio kutaka kwake. Kwanza ni jambo la maana, tunashukuru kwani wanakuwa na wamefika mu community. Ndio tunawapokea na tunaishi nao. Lakini kunakuwa mashaka endapo walikuwa wamebebewa na hawakuwa na pendelei. Kwa mjibu wa mwandishi la kikundi la Ukweli Committee Defection, pia muongozi wa shirika la raia mjini Beni, Maître Pepin Kavota, anaonesha umuhimu ya kupokea watu walioshikwa na ADF. L'intérêt que la population a dans l'accueil. Kuna umuhimu raia kupokea waliotekwa na ADF wakitoka kundi hilo linazofika. Les ADF affaibli les ADF MTM. Tukumbushe ya kwamba jamii ilikuwa haitaki kuwakaribisha watu waliotoka kwenye mikono ya adui, lakini kisha mafunzo mengi watu wameanza kuwapokea na kuishi nao vizuri. Na tukimalizia huko Owicha, kuna kupungua kwa migogoro na mvutano kuhusu upatikanaji wa maji ya kunywa kati ya familia za wakaaji wa zamani, familia za wanajeshi na watu waliokimbia makazi yao huko Owicha, makao makuu ya wilaya ya Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Hali ya utulivu inazidi kuonekana polepole kutokana na juhudi za mashirika ya kibinadamu ambayo tayari yamesambaza maji katika mitaa mbalimbali kwa kuweka visima. Dasize Bashizi Kibondo anatueleza mengi. Uwepo kwa visima vya maji safi vinavyoitwa forage photovoltaique yachangia kwa kudidimisha mizozo ya kijamii ndani ya kata Mabasele, eneo ambayo siku zilizopita ilipokea jamaa nyingi ya kijeshi na wakimbizi wa vita, tendo lililoshukuriwa na raia wa mahali. Hali kama na hii imeshuhudiwa mnamo kata Mbimbi. Mkeina Esther, mmoja kati ya jamaa ya kijeshi,
anayekuwa mlinzi wa kisima Yesu Nijibu alishuhudia. Zamani na tunakorogana kumai sana, ugere kuchambana, leo haiko saa zamani. Ile hali shapima kupunguka kwanza. Na ni depuis baonje tujenge ba mai tulete mu makartie zetu. Sasa kumai tu ya hapa, sasa bibi basoda na bakaishi bayapa na basivile, sasa bote tunasikilizanaka, tunashotaka ku ordre. Coordoneta wa kamati inayohusika na visima safi mjini Oicha anatoa mwito kwa raia kwa kulinda vizuri visima hivyo ili usalama na masikilizano idumu kwenye visima. Kambale Musema Evariste alinena. ONG sajenga maforage muicha na kupitia ile mamai imepima kushukisha ile mizozo fulani zinazokuwa kumaji, kuchambana, kutayana balozi, ile imepima kupunguka kidogo tu kwa wakaaji wa Wicha. Ndio mai ni ya kidogo, lakini wale washaka kuwa na ile neema ya kupata mai mkartie yabo waendelee kuichunga sawa wazazi wazuri. Kujengwa kwa visima vya maji safi inayoitwa forage photovoltaique mjini Oicha ni tendo kubwa ambayo imerahisisha upungufu wa mizozo visimani na imesaidia wanawake kutokufanya safari ndefu kwa kupata maji safi mjini Oicha. Sauti ya Amani katika jimbo la Kivu Kaskazini. Sauti ya Amani, mwalikwa wa juma. Kama ilivyotangazwa huko mbele katika vichwa vya habari, Profesa Kamate Mbuyiro Figobert ni mwalikwa wetu. Kama mwalimu wa sayansi ya habari na mawasiliano, anachambua uzoefu na mchango wa redio za karibu katika kuleta amani mjini na wilaya ya Beni. Alikuwa akiongea na Kiza Rafaela. Profesa Mbuyiro Kamate, wewe ni mtaalamu katika sayansi ya mawasiliano. Namna gani mpasha habari anaweza changia kurejesha na kutatua mizozo katika jamii? Hapa sasa tuko na shida la amani duniani. Hata huku Beni kuna mara kuna kutosikilizana katika makabila. Hapa Beni kuna Walendu, Wanande, Wabira, Wapakombe, Wambuti. Kuna mara kuna mizozo. Hapo sasa kuna mizozo katika mtaa wa Mambasa, Irumu. Kuna mizozo kuhusu mashamba za makakao. Kuna mara kuna shida katika Wanande na Wabila na Wanani. Lakini ukiwa journalism mpasha habari, haifai kuleta hii mizozo. Yafaa hiyo na kazi wanataya travailler en amont. Ndio kusema ukijua kuna shida fulani katika kabila fulani na kabila fulani, utawaita wakubwa wasimamizi wa hii makabila waje wakasimulia kwa njia ya radio. Kwa hii njia unaweza kuleta mchango wako wa kuleta amani. Ndio kusema kuleta amani sio kusema journalist atasema kwa radio, lakini ataleta watu waje wafanye hiyo wanaitaya muhusiano katika table ronde, wanaitaya table ronde. Huyo atasema shida inaanza hivi na hivi na hivi na hivi, mimi nikiwaza kuimaliza itakuwa hivi. Na mwingine anasema, lakini wakikutana wakisema, saa zingine wataelewa, wataona namna gani mizozo inaanza wapi, na wataelewa. Kuna mara wataenea journalist ni mtu mwenye kushuhudia haki, ni mtu mwenye kupasha habari, na ni mtu mwenye kuleta wengine vile waje wakashuhudie. Hiyo ndio ita journalism ya leo. Sasa unaivalie namna gani apport ya hizi media de proximité mkuishi pamoja na kuleta amani hapa mvile yetu ya Beni? Kuna maradio zetu hapa za kando kando ziko na shida mingi. Ya kwanza shida ni ya kuhusu wanataya formation. Kuna wapasha habari mingi hawakufunzwa, ndio kusema hawakujifunza kuleta habari kwenye radio. Yafaa kuwafundisha wapate kujua namna gani kuleta habari, kutafuta mambo mapya na kuyapeperusha angani. Ile ni shida ya kwanza. Ya pili ni kuishi kanuni za radio. Mwalimu Mbuyiro Kamate, expert sciences de l'information et de la communication, tunakushukuru sana. Ndio, asante, na mimi ndio na washukuru. Mpendwa msikilizaji, na ni hapo ndipo tumefika mwisho ya idhaa yetu ya Kiswahili. Msomaji wako ilikuwa ni mimi Faraja Kato. Kwa heri. Sauti ya Amani. Sauti ya Amani. Sauti ya Amani.
Kipindi hiki kimeandaliwa na Union Nationale de la Presse du Congo, Section Nord Kivu, kwa msaada wa Direction du Développement de la Coopération DDC Suisse. Amani inaanzia kwangu na inaendelea nawe.